ushindi wa Simba magoli 5-0, bango kubwa linajieleza kwamba leo hii ilikuwa ni birthday ya Mo Dewji, tajiri wa Simba. Ni wazi huu ushindi wa leo umemfikia moja kwa moja tajiri wa Simba Mo Dewji. Mchungaji, bango kubwa linajieleza. Hii ndio dalili kwamba anapendwa. Kwanza tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mechi ya leo, na tunashukuru kwa jinsi gani rais wetu wa Simba Sports Club kwa kuweza kuhitimisha siku ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo tumefurahi zaidi wana Simba, maana ndio mtu ambaye ametupiga tafu mpaka tulipofikia hapa. Unapoona hizi furaha zote, ngoma hii hapa hii. Ile furaha zote ndio Mo unapoona. Mmempelekea zawadi no? Na keki leo tumeona tumekula uwanjani, umeona kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo ni mtu ambaye tutaendelea kumuombea maisha marefu zaidi. Ngoja kwanza nimuombee dakika 2. Mungu uliumba mbingu na nchi, ninamkabidhi mikononi mwako Mohamed Mo, ukamuongezee maisha marefu zaidi, ukamwepushe na balaa, ukamwepushe na nuksi, ukamwepushe na vikwazo, ajali, balaa, vikwazo, magonjwa yaliyopangwa juu yake mwaka huu ninayafuta kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa Mohamed Mo akastawi, akang'ae, akazidi kung'aa katika dunia hii yote, akaiongoza Simba kama wana Simba wanavyotaka. Mohamed Mo ninamkabidhi mikononi mwako, na chochote atakayeenda kufanya akafanikiwe, na watu wote waseme amen. Mchungaji, hiyo ilikuwa ni dua na sala kuelekea kwa Mo Dewji, lakini kubwa zaidi ni ushindi wa leo magoli 5-0 zidi ya Pamba Jiji. Simba hivi poro wa vichache mchungaji. Kilichotokea leo ni kwamba Simba anaenda kumalizia viporo vyake, bado kiporo kimoja. Na viporo hivi usifikiri kwamba ilikuwa ni vyepesi. Kazi ilikuwa ni kubwa kwa sababu wameidiwa hela nyingi zaidi. Ukiangalia hii timu siku ya leo imeidiwa karibu milioni 80. Tuliotoka nao JKT waliabidiwa milioni 100. Wale jamaa tuliowafunga siku ile Mashujaa wameidiwa karibu milioni 200. Kwa hiyo ni mechi ambazo kwetu sisi zilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu watu tunacheza na watu ambao wameidiwa hela. Ni mtu yuko tayari kumvunja hata mtu mguu ili mradi aweze kupata ushindi. Lakini tunamshukuru Mungu tumeweza kuvuka vikwazo hivyo. Simba Sports Club kana vimalizia viporo vyake, na hii siku ya Jumapili ndio kwenda mwisho wa kumalizia viporo ambavyo vimebaki. And then Simba ataenda kwa ajili ya kombe la shirikisho kuchukua kombe lake mwaka huu. Mchungaji, hat-trick ya Jean Charles Ahoua kwako imekupagawisha namna gani? Ni mchezaji ambaye amekulia kwenye academy pale Cote d'Ivoire. Wachezaji ambao wamekulia kwenye academy wanakupa kitu ambacho hata wewe hutaki. Washabiki wanaweza kuwa kwamba mtaki mwalimu, lakini anaelewa skills alizonazo. Mwalimu akamwelewa zaidi kuliko nyinyi mnavyofikiria. Bahati mbaya, bahati nzuri, huyu ndiye aliyetupeleka finali. Jean Charles Ahoua. Na huyu ndiye alitufikisha hapo tulipofika. Mnaelewa mpaka hapo? Hiyo ni pili. Katika kizazi ndani ya miaka 32, timu ambayo ni ya dhahabu imefanya mambo makubwa ni Simba Sports Club ya mwaka huu. Wamepita kina Okwi, wamepita kina Chama, lakini hawajafikia level hii hapa. Makocha wa Simba wamepita wengi. Wamepita kina Benchika, wamepita kina nani, wakina Kishingo, wakina Uchebe, lakini kocha huyu katufikisha finali ndani ya miaka 32. Ni mtu ambaye kafanya kitu kikubwa. Maana yake hiki ndio kizazi cha dhahabu. Wamepita kina Okwi, wakina Chama, ni kizazi kile cha kawaida. Hiki ndio kizazi bora ndani ya miaka 32. Wakina Jean Charles Ahoua, wakina Teba. Kwa hiyo leo ukikwambia eti katika timu ndani ya miaka 32 ambayo imefanya vizuri ni Simba. Na katika uongozi ambao umefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka 32 ni huu hapa ambao ameenda finali. Nikupe sa kodi ambayo unijue. Unasemaje mchungaji? Kodi iko hivi. Simba 2026-27 ataenda World Cup ya mabara. Simba 2026-27 ataenda World Cup ya mabara kwa kitendo chake cha kuingia finali safari hii. Hiyo ni moja. Pili, Simba mpaka ndio hii ana nishani mpya, yani medali anayo mpaka medali hii. Tarehe 25 kuamkia tarehe 26 nchi hii itakuwa na sherehe mpaka asubuhi. Mchungaji, kwamba mnyima sawa. Tarehe 26 na 25 finali ya mwisho Jumatatu yake. Na hii ndio itakuwa sherehe kubwa. Na rais Mama Samia atasema hiyo siku ya mapumziko. Kwamba mchungaji, Simba akichukua ubingwa itakuwa siku ya mapumziko, kwa maana ndani ya miaka 60 toka tuchukue uhuru hakuna timu inayokuleta kombe la CAF. Kama unazungumzia shule zote, watoto wa shule watu waenda shughuli zitasimama tarehe hiyo, mimi na imani. Wafanyakazi wa serikalini watasimama kusherehekea kwa sababu ni tukio kubwa ambalo kwa nchi yetu ni geni na leo kufanyika. Rudie bwana kwamba endapo Simba ikichukua ubingwa wa kombe sio endapo Simba tarehe 26 kutakuwa na sherehe kubwa nchini Tanzania. Itakuwa siku ya Jumatatu. Na nahisi kutakuwa hamna kazi kwa ajili ya kusherehekea ubingwa. Kwamba ni siku za mapumziko. Tarehe 15 Juni tutaenda na kombe letu Benjamin Mkapa, mechi ya Simba na Yanga. Sikiliza kodi hizo kubwa hizo. Naomba rudie kodi. Tarehe 15 tutaenda na kombe letu
la kombe la shirikisho barani Afrika ndani ya Benjamin Mkapa. Sasa hapo Yanga aje asije yeye atajua yeye. Mnawapelekea dabi ya Kariakoo, mnaenda na kombe la shirikisho ndani ya uwanja. Maana ndio kombe kubwa kuliko yote. Sasa siku hiyo kwa sababu injinia kitu ambacho nahisi alikosea na nahisi injinia sio mtu wa mpira, sijaelewa sio shida nini. Huwezi kuambia wanachama hamtacheza dabi. Wakaprint na t-shirt kwamba watacheza dabi. Kilichokuja kutokea wakaenda kasi. Kwenda kasi wameshindwa kesi. Kesi imerudishwa tena bodi ya ligi. Bodi ya ligi nao bila yana wiki hiyo wakatangaza tarehe. Wakatangaza tarehe ya dabi. Sio shughuli hiyo. Sasa mtihani uko hivi. Je, injinia atakubali kupeleka timu tarehe 15? Akipeleka timu tarehe 15 maana uongozi umefeli. Endapo akipeleka timu tarehe 15 uongozi umefeli. Uongozi tunazungumzia injinia. Wanachama Yanga watastahili wamfukuze nani? Injinia. Mchungaji naomba rudie kwamba endapo injinia Hersi akipeleka timu uwanjani tarehe 15 inabidi injinia wamfukuze. Kikanuni wao washasema tukicheza dabi na Simba ukikubali nani dabi tutajua cha kufanya. Wao washamaliza. Wana wajibu wa kumfukuza injinia. Wakisema tena wasipeleke dabi, wasipeleke timu pointi 15 na pointi zetu 3. Wao kama viongozi na mashabiki msimamo wao ni mmoja. Watapeleka timu. Na mimi nasema hivi, kama watapeleka timu, tutapata pointi zetu 3 na pointi 15 atakatwa, ndio sheria. Na bodi ya ligi na wasi tena, msije mkayumbisha hii kitu. Mmepanga tarehe na sisi tunajiandaa kwa ajili ya tarehe 15. Kwa hiyo tarehe 15 sisi tutapeleka timu. Kama Yanga hawatakuja, tutachukua pointi zetu na Yanga wakati pointi zao 15. Umewasikia wabunge mchungaji Msukuma akasema kwamba Msukuma yeye ni Yanga. Sasa unaangalia kwa sababu ni mbunge. Yule ni Yanga damu. Anachotetea pale kupanga tarehe inamuuma. Kwa sababu yeye inamuuma eti mpaka shauri lipite. Shauri gani wakati unaenda kasi? Kwa hiyo Msukuma inamuuma kumbe? Yeye kama kweli alikuwa na uchungu na Yanga, angewaambia yeye usiende kasi. Sasa umeenda kasi kunizalisha bodi ya ligi nisikupange tarehe. Nikupange tarehe tu ili ucheze. Wamezalisha bodi ya ligi wakaona hawawezi. Wakakimbilia wapi? Kasi. Kasi nao katoa maamuzi yao. Maamuzi yao wanatoa kwamba dabi ipangiwe tarehe. Na tarehe imepangwa. Na watu wameiona tarehe. Watu wanataka tarehe 15. Na sisi tarehe hiyo tutapeleka timu. Mapema tu. Kama ilivyo Young Africans. Kama ilivyokuwa ada. Kama ilivyokuwa Young Africans wao ni tofauti na sisi, si tarehe ishapangwa. Na wao pia mapema tu walipeleka timu japokuwa hizo mchana. Na bado akapeleka timu. Wewe nasema hivi, wasije wakaleta tofauti na hiyo. Sisi tarehe 15 tutapeleka timu yetu uwanjani. Tarehe 15. Sasa ikitokea hapa natokea tatizo lingine na sisi tutakubali. Bwana unaelewa? Ikitokea inatokea tatizo lingine sisi tutakubali. Hatakubali kabisa. Tulishajua tarehe 15 ndio siku ya dabi. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwa ajili ya nini? Ya dabi. Wao wasipokuja wakati point. Mchungaji, neno la mwisho kwa viongozi lakini pia kwa mashabiki kwa ujumla lakini pia kwa wachezaji. Mshikamano huu ambao tunao, tuwe nao mshikamano huu mpaka tutakapoenda kuchukua kombe la shirikisho. Na mshikamano huu ndio ile zana nzima ya Simba, nguvu moja. Shukrani. Shukrani zimwendee Mo Dewji. Shukrani iende bodi ya Simba. Shukrani imwendee Mo Dewji. Shukrani imwendee Azim Dewji. Shukrani imwendee msemaji wetu Ahmed Ali. Shukrani zimwendee Mangungu. Shukrani zimwendee bodi nzima ya Simba Sports Club upande wa Mo na upande wa nukta. Kwa leo inatosha, shukrani sana. Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Sanga Sports Club.